Dube naona ni uwezo wake wa kujiamini umeshuka. Ni mchezaji ambaye ametoka mchezoni. Anaathiriwa zaidi na saikolojia kuliko hata mambo ya kiufundi. Kwa sababu anajiona ana deni kubwa, lakini pia anakuwa na pressure akiwa uwanjani. Kwa maamuzi yake yanakuwa sio sahihi mara nyingi. Kwa Dube ni swala tu la liko kisaikolojia zaidi. Pressure imekuwa kubwa kwa upande wake, uwezo wa kujiamini umeshuka, na ndio maana akiwa uwanjani unaona ambavyo anashindwa kufanya maamuzi sahihi. Anapata clear chances, lakini anashindwa kuziconvert na chance hizo kuwa magoli. Kwa hiyo ni issue ya kisaikolojia zaidi kwa Dube, na ndio maana kama utakumbuka kwenye ule mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa ambao Yanga walishinda mabao 2-0, bao la Mohamed Hussein pamoja na Celestin Yakua. Yanga Dube alicheza ile mechi, lakini hakuwa na wakati mzuri, alipoteza nafasi nyingi tu za wazi. Baadaye mashabiki wa klabu ya Yanga walimchangia fedha mchezaji wao Dube. Ilikuwa ni sehemu ya kumtia moyo na kuonyesha kwamba wako pamoja naye licha ya hali ngumu ambayo anaipitia. Kwa hiyo hata sasa hivi kwa hiki ambacho kinaonekana ni swala la saikolojia zaidi ambalo kwa Dube ndio linamsumbua, lakini kiufundi unaona ambavyo amekuwa na mchango hasa kwenye link up play. Anasogea pembeni, kuna jana kama utakumbuka, kuna muda unamwona Ofen Chikola yuko katikati, Dube yuko pembeni, anakwenda anachukua mipira, anacheza kwa ushirikiano na wachezaji wenzio, sio standing striker kwamba anasubiri aletewe mpira. Dube ni striker ambaye ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kuwapa tabu walinzi wa timu pinzani, wa kukaa nao na walinzi wale wasiondoke katika lile eneo. Kwa kiufundi bado kuna kitu kikubwa anacho, kukaa kwenye nafasi pia mpaka hizo chances zinamkuta. Kukaa kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi anakaa, lakini changamoto ni kufunga tu, ndo kitu ambacho kipo kwa upande wake.